fanya nini zaidi ya hiyo? Ya ingine, Your Excellency, ni ya kwamba baada ya kwenda mbele tena unajua ni vile tu baba hatukujua kifo itakuja. Mimi nakwambia kama baba bado angeishi, 60% of this government ingekuwa ODM. Tulikuwa tumefinya watu, tunasukuma watu nje, watu wengine ya UDA sijui nini, lakini president pia analia, hii ni watu yangu, mimi ndio UDA bana, sisi ndio watu bana, ni kifo tu. Watu wa ODM ndio wangekuwa kwa hii serikali kabisa. Lakini hata saa hii bado tutapambana hapo ndani. Maoni ambayo iko ndani ya ODM ni maoni mbili, maoni tofauti. Kuna wale wanasema tuko katika serikali ya broad based, tutengeneze mazungumzo ili tunegotiate ndani ya broad based, tutengeneze serikali ya 2027 tukiwa na President William Ruto. Na kuna ile maoni ya pili wanasema tutoke kwa serikali tuende kwa opposition ndio turudi kwa serikali. Hiyo ni barabara ya kwenda Mashuru, hiyo ambayo imeharibika. Hadi sasa unaniambia tutoke kwa serikali tuende kwa opposition kwanza, tuende tukunye chai na wakina wa Munyoro na wengine, then tukunye chai huko turudi tena. Sasa nani amekuambia nafasi yako itakaa tu namna hii? Hiyo ndio maoni tofauti. Sisi tuko katika maoni ya kusema tukae kwa serikali ya broad based, tu negotiate na UDA, tupate vio vyetu, tujenge nchi ya Kenya. Sasa kwa kumalizia, inclusivity imefanyika katika nchi yetu. What is even bigger ambayo imefanyika katika nchi yetu under President William Ruto ni economic inclusivity. Kwa sababu kila pahali hapa Kenya saa hii, vile mimi natoka Migori, mimi serikali ambayo ilifanya kazi, kwa sababu tumekaa kwa opposition ya kutosha, serikali ilifanya kazi huko ya mwisho ilikuwa serikali ya ukoloni. Hatujaona serikali ya Jomo Kenyatta, hatujaona ya Uhuru, hatujaona ya Kibaki, kwa sababu hata county commissioner ofisi anakaa huko Migori ni ile koloni aliwachia yeye. Hakuna ofisi alijengewa mpya, hakuna kitu ilifanyika huko. Saa hii kuna masoko zinajengwa, kuna barabara inajengwa, kuna hospitali inajengwa, ndio tumeona serikali. Sasa mtu anasema tuende kwa Munyoro. Mimi huko kwa Munyoro sijui barabara ni wapi, lakini watu wa ODM hawezi kwenda hiyo njia. Sasa Your Excellency, under the framework now of ODM, under the framework of the broad based, tutahakikisha ya kwamba tumeleta watu wetu pamoja. Lakini nataka kusema hivi kama kiongozi ya ODM, ya kwamba ODM kama chama, you know there are only two national parties I see in Kenya, ODM and UDA. But ODM itasimamisha viongozi kutoka MCA paka deputy president. President ndio bado tunazungumza, kwa sababu baba alikufa na alituacha kwa President William Ruto. Sasa hapo sijapata mtu ya kusimama bado. Hii watu wanarukaruka ndani ya town, hakuna pale unaweza enda, atashinda hawa asubuhi na mapema. Tutasimamisha kila pahali. Najua rafiki yangu Kato anasimama hapa, nilikuwa na yeye na mkutano mbili. Nilikuwa na yeye na mkutano ngapi? Nilikuwa na shauri yeye ingia ODM. Sasa tuko broad based, hakuna haja wewe kukaa tu kwa UDA. Hata UDA ni chama yetu, wacha tutaona vile tutapangana hapo. Tumekubaliana, lakini sasa tutahakikisha ya kwamba serikali ya broad based na vyama ambayo ziko ndani ya broad based, tutahakikisha ya kwamba ndio wametengeneza serikali ya 2027. Kwa kumalizia, Your Excellency, kwa sababu mimi ni kiongozi ya bunge, tumekaa mkutano juzi bunge na tumeona mambo ambayo serikali yako ililete bunge. Imelete mambo ambayo bill ambayo nafikiri tutamalizia kufikia tarehe 12 March, ambayo inaitwa National Infrastructure Fund bill. Hiyo ni kitu ajabu sana. Hiyo mambo yanafanyika kwa very few African countries. Nimefanya uchunguzi, South Africa, Nigeria, zingine ni huko bara Europa na Amerika. Hiyo ni fikra ambayo imeletwa na rais mwenyewe, ya kwamba anataka kutengeneza fund ambaye sasa mali
na pesa na rasilimali ya nchi ikipatikana inawekwa kwa hiyo fund, na itahakikisha ya kwamba imefanya vitu kubwa kama hizi mabarabara kubwa, airport kubwa,